Hii ni An-Nisaa TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man jaa bitawhid wad-din. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'd. Ndugu yangu Muislamu, kwa mara nyingine tena na kukaribisha katika mtiririko wa vipindi vyetu vinavyokwenda kwa jina la Milango ya Moyo. Na katika kipindi chetu kilichopita tulizungumzia mlango wa kwanza katika milango ya moyo ambao ulikuwa ni ulimi. Na tukafafanua ya kwamba ulimi ndicho kiungo ambacho kiko laini kuliko viungo vingi, lakini ndicho kiungo chenye hatari kuliko viungo vyote. Tukaelezea ni jinsi gani ulimi unakuwa ni mlango wa kuingiza kwenye moyo mazuri na mabaya. Bimaana ulimi wako ukiutumia kwa njia mzuri, basi utaingiza kwenye moyo wako mazuri. Kama ambavyo ukiutumia ulimi wako vibaya, basi utaingiza ndani ya moyo wako yaliyo mabaya. Tukakubaliana katika kipindi chetu cha kwanza kwamba ulimi ni mlango wa kwanza wa moyo, kwa hiyo tufanye uzuri katika kutumia ndimi zetu. Tuzitumie kwa njia ambayo yamridhi Mwenyezi Mungu. Leo tutaingia katika mlango wa pili miongoni mwa milango ya moyo. Na hapa leo tutataka tuanze na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambapo hadithi hii ndiyo itatujulisha mlango wetu wa pili katika milango ya moyo ni mlango upi. Katika hadithi ambayo ni sahihi, ambayo imepokewa na mashekhe wawili, Al-Bukhari wa Muslim, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, likulli ibni adama hadhun min az-zina, kila mwanadamu anayo sehemu, anafungu la dhambi ya zina. Kila mwanadamu kuna kasehemu hivi ambako kako kando, anaandikiwa kasehemu hako ambako ni miongoni mwa visehemu vya zina. Ni kasehemu gani hako? Mtume hapa akaanza kutaja viungo ambavyo viungo hivyo ukivitumia vibaya basi vinakuwa vakupeleka katika azina. Akasema Mtume, fala ainani tazniyani, macho mawili yanazini, wazinahuma an-nadhar, kuzini kwa macho ni kule kuangalia. Waliyadani tazniyani, mikono miwili ya mwanadamu pia yazini, wazinahuma al-batshu, kuzini kwake ni kule kushika. Warijlani tazniyan, na miguu miwili pia nayo huzini, wazinahuma al-mashyu, kuzini kwake ni kule kutembea. Walfamu yazni, na hata mdomo pia unazifungu lake la zina, wazinahu al-qubla, kuzini kwa mdomo ni kule kubusu. Walqalbu yahummu au yatamanna, moyo huingiwa na hamu ya kufanya jambo ama hutamani. Wa yusaddiqu dhalika alfarju au yukadhibuhu, tupu ndo itakaosadikisha ama itakaokadhibisha. Hadithi hii pamoja na kwamba tumeisoma yote, lakini tunapopataka sisi leo pa mlango wetu wa pili miongoni mwa milango ya moyo ni pale Mtume aliposema warijlani tazniyani, miguu miwili pia huwa ikizini, wazinahuma al-mashyu, kuzini kwa miguu ni kule kutembea kuyaendea maovu. Hapa ndipo tunapotaka kupashika sisi leo, tuutoe mlango wetu wa pili na tuueleze. Mlango wetu wa pili katika milango ya moyo
ni miguu miwili. Hii miguu miwili hii ambayo ni neema Mwenyezi Mungu ametupatia. Lau ukucha mmoja wa kuuma wewe katika kucha za vidole vyako vya miguuni, hutolala. Ukucha tu wa kidole kimoja cha mguuni, hutolala. Lau goti la kuuma, hutolala. Bali pesa chungu nzima zitatolewa. Mamilioni ya pesa yatatolewa kwa ajili ya kutafutwa huduma ya goti lako lirudi liwe vizuri, kwa ajili ya kutafutwa huduma ya kucha zako ama kucha yako irudi iwe vizuri. Miguu hii ni neema ambayo wewe ulioko nayo waweza ukawa huioni, lakini kamuulize ambaye hana, atakuelezea hii miguu miwili ni neema kiasi gani. Ambaye hana akikuangalia wewe, akakuona mwenyewe watembea kwa miguu yako, wafanya shughuli zako mwenyewe, na yeye hutamani lau kama Mwenyezi Mungu angempa miguu na yeye afanya shughuli zake mwenyewe. Lakini yeye hakujaaliwa, wewe umejaaliwa, ili upate kujua hii miguu miwili ni neema kubwa sana. Sasa Mtume atuambia kuhusu miguu miwili. Hii miguu ina fungu lake la zina. Ni lipi hilo? Asema kuzini kwa miguu ni pale unapotembea kuyaendea maovu. Ndugu zangu Waislamu, ni watu wangapi leo ambao wametumia miguu yao kutembea kuendea maovu na hatimaye wakaangamia? Firaun, lau kama ile siku Nabii Musa alipotoka na Bani Israel waelekea zao baharini wakimbia, lau kama Firauni hangetumia miguu yake kuwafuata, angewaacha wakaenda, yasingelimfika mabaya yaliyomfika, asingeliangamizwa katika bahari. Lakini aliitumia miguu yake kutembea kuyaendea maovu, kilichomkuta sote tukijua. Ni wangapi hii leo ambao miguu yao haiwapeleki katika kheri, daima yawapeleka katika shari? Kisha wakishaziendea zile shari, unaoharibika ni moyo. Sasa umeitumia miguu yako kwenda katika maovu, lakini bila ya kujua moyo wako umeuharibu. Umeuharibu kivipi? Kwa sababu zile hatua ulizochukua ukaenda kwenye shari, hatua zile zilikuwa za utia doa moyo wako. Wewe angalia, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa akifafanua kwamba miguu yako ukitembea kwenda kwenye kheri, watoka nyumbani wenda kwenye swala, hatua unazochukua, hatua ya kwanza, ya pili, hatua moja wanyanyuliwa daraja mbele ya Allah, hatua nyingine wafutiwa dhambi, hatua ya tatu wanyanyuliwa daraja, hatua nyingine wafutiwa ovu moja. Ikiwa ukienda kwenye kheri, hatua moja wanyanyuliwa daraja, hatua nyingine wafutiwa ovu, hatua ya tatu wanyanyuliwa daraja, ya nne wafutiwa ovu. Ikiwa kwenye kheri mazuri ni namna hiyo, basi na kwenye shari maovu pia yako. Haiwezekani anayetembea kwenda kwenye mazuri yeye tu ndo apataye mazuri. Wewe ukitembea kwenda kwenye maovu hakuna tatizo. Tatizo liko, na moja wa matatizo hayo ni kwamba wauharibu moyo wako, wautia doa moyo wako na kuutia dosari moyo wako. Katika vitu ambavyo leo hii watu wameshindwa kujifunza vitu hivyo ni jinsi Mtume sallallahu alayhi wasallama alivyokuwa akitembea. Watu wajifananisha na Mtume, wamuiga Mtume katika kuvaa, katika kuweka ndevu, katika kula, katika kulala, lakini wachache sana ndio wanaomwiga Mtume katika kutembea, kutumia miguu yao kwa uzuri, ni wachache sana. Je, ushawahi kujiuliza
Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alikuwa akitembea vipi? Ushawahi kujiuliza mwendo wa mtume ulikuwa uko namna gani? Je, unavotembea wewe ndivyo alivyotembea mtume wako sallallahu alayhi wasallam? Ndugu zangu Waislamu, hapa sasa tunataka tuyafafanue mambo 7 ambayo mambo hayo wewe ukiyatumia itakuwa umetumia miguu yako katika mambo yanayomridhisha Mwenyezi Mungu. Pili, itakuwa umeusalimisha moyo wako mbele ya Allah. Vinginevyo, ukitumia miguu yako kuendea mambo mengine tofauti na haya tutakayokuambia, basi miguu yako hiyo utakuwa umetumia vibaya na itakuwa umesababisha kuharibika moyo wako, kwa sababu ulikokwenda siko ambako watakiwa kwenda. Sehemu ya kwanza ambayo Muislam watakikaniwa utumie miguu yako kuiendea sehemu hiyo, kwa sababu ni sehemu mzuri. Tamshi fi hajati muslim, tembea katika kukidhi haja ya Muislamu. Muislamu mwenzako ana matatizo gani? Muislamu mwenzako ana shida zipi? Wewe utembee kwa ajili ya kuenda mbio kutatua shida za Muislamu mwenzako ambazo zimemsibu. Nenda mbio umtatulie shida zake. Jambo hilo ni kuitumia miguu yako katika kuusalimisha moyo wako na katika kuweka vizuri moyo wako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya ni kulingana na hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume aliposema katika hadithi iliyo sahihi, akasema, man masha ma'a akhihi almuslim, yoyote atakayetembea na ndugu yake Muislamu, fi hajatihi hatta yuthbitaha lahu, katika haja ya yule ndugu yake mpaka akaiweka sawa. Yani mimi kuna na Muislamu mwenzangu ana matatizo, nikawa niko pamoja na yeye bega kwa bega, simuachi, naenda mbio, nashughulika huku mpaka lile tatizo lake mimi nikamuondolea. Mtume asema, athbata Allahu ta'ala qadamahu yawma tazillu al-aqdam, Mwenyezi Mungu atazithibitisha nyayo za huyu mtu siku ambayo nyayo za watu wengine zitateleza, bimaana siku ya kiyama. Wewe uliyekuwa na yule ndugu yako kumuendea mbio, si lazima hiyo ulikuwa naye bega kwa bega, lakini ulimuendea mbio ukamsumbukia, waenda huku warudi, washughulika, waenda mbio, wamuuliza vipi, mpaka matatizo yake ukayasawazisha. Mtume asema, malipo yako kwa huko kutembea kwako kwenda mbio kumtatulia yeye shida, basi malipo yako siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atazipa nguvu nyayo zako ziweze kuthubutu, ziweze kukita, kwa sababu siku hiyo kuna wengine nyayo zao hazitothubutu, watateleza. Hii ni sehemu ya kwanza ambayo waweza tumia miguu yako miwili katika mambo ambayo yatauokoa moyo wako. Nenda katika hadithi nyingine. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, la an amshia fi hajati akhi almuslim ahabbu ilayya min an a'takifa fil masjid shahra, yani masjid al-Madina. Mtume asema, mimi mtume wenu Muhammad ni kutoka kwangu nikawa natembea katika kutekeleza haja za Muislamu. Yani nimeacha kitanda changu, nimeacha kuketi nyumbani, nimeacha kupumzika na familia, nimeacha shughuli zangu zote, nikatoka naenda mbio kutatua haja ya Muislamu. Tumesema ahabu ilayya, hilo jambo la pendekeza zaidi kwangu mimi mtume wenu, min an a'takifa fil masjid shahran, kuliko niketi itikafu msikitini mwezi mzima. Sikiza hadithi ya mtume kisha ujue ile fadhila utakayoipata
wakati utakapokuwa watembea, watumia miguu yako vizuri katika kutatua shida ya Muislamu. Mtumi mwenyewe msikiti wake ndiyo katika ile misikiti mitatu bora ulimwengu mzima kwa nasu ya hadithi. Misikiti hii mitatu ibada ndani yake ina fadhila zaidi kuliko misikiti mingine. Sasa mtume akwambia, kuliko mimi nikae msikitini, tena sio kuketi tu, niko i'tikaf mwezi mzima sitoki ndani ya msikiti. Na tunajua fadhila za i'tikaf. Kuliko nikae ndani ya msikiti mwezi mzima niko i'tikaf, kwangu mimi hilo la kuketi msikitini liko sawa, lakini nikitoka kwenda kukidhi haja za Muislamu, hilo kwangu ni bora zaidi kuliko nikae msikitini mwezi mzima niko i'tikaf. Hapa ndo tukasema hii miguu tulojaaliwa ni neema kutoka kwa Allah, lakini usipo uitumia vizuri ni mlango mzuri wa kuingia kwenye moyo, ambapo utaupoteza moyo wako. Watoka kwa miguu yako miwili waenda sehemu ya maovu, unaoumia ni moyo wako. Watoka kwa miguu yako miwili waenda kwenye machafu, waenda kwenye baraza zisizofaa, waenda kuketi na watu wasiofaa, waenda katika vikao visivyofaa, va mazungumzo yasiyofaa. Miguu ndio ilotembea, lakini ulioathirika ni moyo. Ndio sasa hapa tukafundishwa namna hizi ambazo tutazitumia katika kutembea kwa miguu yetu tuende katika khairi. Tembea katika kukidhi haja za Waislamu wenzako. Hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili ambalo utatumia miguu yako vizuri, wanatuambia tamshi fi iyadati muslimin litajida Allah indahu. Tembea katika kutembelea wagonjwa, kwa sababu ukifanya hivyo utampata Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana utapata thawabu zake. Tembea katika kutembelea wagonjwa. Jambo hili la kutembelea wagonjwa kwa asilimia kubwa sana halitekelezwi ila na wachache. Mpaka ukisikia mtu akwambia leo nimeenda hospitali kuangalia mgonjwa, sana sana ni mgonjwa wake yeye ndo amekwenda hospitali kwenda kumtembelea. Imepotea hivi sasa sunna hii ya mtumi ya kutoka kwenda hospitali kutembelea wagonjwa tofauti tofauti, wamjua humjui, ili ukitoka pale hospitali upate mazingatio na ujue Mungu kukuacha wewe ukiwa na afya yako ni neema kubwa sana. Watu hawendi kutembelea wagonjwa, na wakienda wagonjwa wao na hawakai, wala wakifika pia wakiona wagonjwa wengine pia hawawafanyii ziara, kwamba hata kama nilikuwa ninakuja kwa ajili ya huyu wangu, lakini ninaona hawa wengine, wacha pia niwapitie, niwajulie, niwaombee Mungu na namna kama hiyo. Sasa kama kuna njia nzuri ya kutembea kwa miguu yako utumie katika khairi, ni utembee katika kutembelea wagonjwa. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama ametufundisha katika hadithi iliyo sahihi, imepokewa na Imamu Muslim. Mtume anatuambia, inna Allaha azza wa jalla yaqulu yawm al-qiyamah, hakika Allah siku ya kiyama atasema, ya ibn Adam, yani kutakuwa na mtu yuko katika hali ya kuhesabiwa na kuhojiwa. Sasa moja ya mambo atakayohojiwa, Mwenyezi Mungu atamwambia hivi, ya ibn Adam, hadithi ni qudsiyun jalilun rabbaniyun ilahi, ya ibn Adam maridhtu falam ta'udni, binadamu mimi nilikuwa mgonjwa, ajabu ni kwamba wewe hukuja kunitembelea mimi nilipokuwa mgonjwa. Sikiza vizuri hadithi, maana kisika kutatiza ukaona Mwenyezi Mungu kumbe ni mgonjwa. La hasha wakalla. Hadithi yaelezea vitu vingine, haya ni maneno tu yameanza. Ewe mwanadamu, nilikuwa mgonjwa, mbona hukuja kunitembelea? Yule mwanadamu anayehojiwa hivyo atajibu, atasema, ya Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin, mimi ningelikutembelea vipi wewe
na wewe ndiyo Mola wa viumbe vyote. Kweli mtu aweza kwenda kumtembelea Mungu na kweli Mungu aweza ugua yani? Sikiza jibu atakalojibiwa huyu. Umefahamu makosa wewe. Wewe unayehojiwa bado hujaelewa. Ataambiwa hivi, Mwenyezi Mungu atamwambia, ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu? Hukujua wewe kwamba mja wangu fulani alikuwa mgonjwa, mbona ukwenda kumtembelea? Hukujua? Nikikwambia mimi nilikuwa mgonjwa hukuja nitembelea, si kwamba mimi yuko mja wangu alikuwa mgonjwa, mbona hukwenda? Kisha maneno yamalizika hivi, ama alimta annaka law udtahu lawajadtani indahu? Wewe hujui lau ungemtembelea huyo mja wangu mgonjwa ungenipata mimi? Yani Mwenyezi Mungu ungeliomba dua zozote pale zingelikubaliwa, ukapata zile alkarama, athawab, mambo makubwa makubwa. Mwenyezi Mungu hapa katika hii hadithi mtume atuelekeza kwamba Mwenyezi Mungu siku ya kiyama atayafanya haya na atayasema haya, lengo ni kutujulisha sisi hivi sasa tupatilize kwenda kutembelea wagonjwa. Kwa sababu unapokwenda kumtembelea mgonjwa basi utampata Allah. Utlub ma shi't, omba, Mwenyezi Mungu atakupa. Kama ambavyo wamtilia dua yule mgonjwa Mwenyezi Mungu ampe shifa, Mwenyezi Mungu ampoze, basi na wewe kuna malaika pale yakwambia walaka mithlu dhalik, na wewe pia Mungu akupe hivyo hivyo. Matatizo yako na wewe akuondolee. Kama wewe pia una maradhi Mwenyezi Mungu akuondolee. Kama una matatizo ambayo pengine huyajui Mungu akukinge nayo kwa kule kumwombea dua yule maiti. Ndio hapa tukakwambia jambo la pili ambalo waweza tumia miguu yako kuokoa moyo wako ni kutembea kwenda kuzuru wagonjwa. Ndugu zangu Waislamu, jambo hili ni miongoni mwa sunna za Rasulullah sallallahu alayhi wasallama ambao tutakaniwa tuitekeleze, ya iyadatul marda, kuwatembelea walio wagonjwa ili tupate kumuomba Mwenyezi Mungu na tupate zile thawabu ambazo Mwenyezi Mungu ameziandaa. Twende katika jambo la tatu. Jambo la tatu ambalo waweza kutumia miguu yako kwa ajili ya kuokoa na kuusalimisha moyo wako, wanatuambia ni kutembea katika kufuata jeneza. Tembea katika kufuata janaza. Yani kama kuna mtu amefariki, sasa ashaswaliwa enda kuzika, nenda fuata jeneza. Usiseme ni fardhu kifaya, wakienda wale sitosha, kwani mpaka twende sote? Fuata jeneza. Fadhila ambazo ziko katika kufuata jeneza ukizisikia, wallahi, kisha baada hapo ukiacha, basi wewe ni mtu ambaye ni wa kushangaza. Isikilize hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo imepokewa na al-Imamu Muslim. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, man tabi'a janazatan fasalla alaiha falahu qirat, yoyote atakayeifuata jeneza akaiswalia, huyu mtu atalipwa qirati moja. Sikiliza vizuri, ameona jeneza akaenda kuiswalia, atalipwa qirati moja. Wa in shahida dafnaha, na lau kama baada ya kuiswalia alishuhudia na maziko, yani alienda mpaka pale kaburini inapozikwa, falahu qiratan, huyu mtu atalipwa qirati ngapi hizo? 2. Ukiswalia qirati moja, ukienda na mazishini ukazika qirati 2. Qirati ni nini? Hizo ambazo ukiswalia jeneza utalipwa moja na ukienda kuzika utapata 2. Qirati ni nini? Mtume akasema al-qiratu mithlu Uhud. Qirati moja ni sawa na jabali la Uhud. Liangalie jabali la Uhud, ukubwa wake. Sasa ukisikia qirat, ni mrundiko wa thawabu, ni mrundiko wa malipo mema ambayo yamejaa yakajaa yakafikia sawa na jabali la Uhud. Hivi kweli wewe unao uwezo
wa kufanya mema ujaze jabali la Uhud kirahisi rahisi? Yani ndani ya siku moja waweza ukafanya mema yakajaza jabali la Uhud? Bila shaka waweza kusema naweza, lakini ni jambo gumu. Waweza kusema naweza, lakini sio rahisi. Basi njia nyepesi ya kupata thawabu ambazo zajaza jabali la Uhud, tena si moja mawili, ni uswalie jeneza. Baada ya kuswalia, tembea kwa miguu yako miwili uifuate jeneza ile mpaka kule maziarani inakozikwa izikwe, ndio uondoke. Mtume sallallahu alaihi wasallam atufundisha zile njia za kuitumia miguu yetu katika mambo ambayo yataokoa nyoyo zetu. Ndugu zangu Waislamu, watu wametofautiana. Kuna watu humfundishi wapi atembee aende. Kila pakiwa na tangazo la mambo maovu humpi maelekezo, ayajua na yuko tayari kutoa nauli nyingi na alipie zile siti za VIP zile apate kuketi huko. Yuko tayari hata kama kuna habari zitafanyika mbali huko. Hapa tuko Mombasa, pengine habari zitafanyika Nairobi, labda habari zitafanyika nje ya nchi yetu ya Kenya, lakini yuko tayari atoe nauli, alipe, aende, kwa sababu tu ule uovu ulipokuwa ukifanyika yeye alikuwa akiushuhudia kwa macho yake mawili, hataki kuhadithiwa baadaye museme bana ninasikia. La, yuataka yeye mwenyewe akuthibitishie nilikuweko. Kukiwa na michezo, kukiwa na mambo ya anasa, kukiwa na mambo ya starehe, kukiwa na maasi na mambo maovu, watu waenda. Mpaka leo hii imekuwa ni maarufu kwamba lao yafika siku ya Jumamosi, basi kuamkia Jumapili ni siku ya starehe. Imekuwa maarufu, yani Jumamosi kuamkia Jumapili hiyo ni siku ya starehe, ni siku ya kwenda huku na kule. Nenda kachunguze watu. Watu watoka majumamosi usiku wanakwenda mbali kwenda kuyafuata maovu. Wanatumia nauli zao, wanatumia maguu yao. Wakati ule wakitumia maguu kuyaendea yale maovu, wajua kinachoathirika ni nini? Unaoathirika ni moyo, kwa sababu miguu ni milango ya kuingia kwenye moyo, aidha kuingia mazuri au mabaya. Ukitembea ukienda kwenye mazuri, moyo wako ndo yale mazuri yaingia, na ukitembea ukienda kwenye maovu, moyo wako ndo yale maovu yaingia. Sasa leo watu wamekuwa wepesi katika kutembea kuendea maovu. Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam atuelekeza namna ya kutembea uende katika mambo ya kheri, uokoe moyo wako badala ya kuangamiza moyo wako. Twende haraka haraka katika sehemu ya 4. Jambo la 4 ambalo waweza kutumia miguu yako vizuri na ukauokoa moyo wako ukapata thawabu kwa kutembea kule, ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotuambia, man tawallaa lisala fa asbagha alwudu, yoyote atakayetawadha kwa ajili ya swala, udhu wake akaueneza vizuri, yani akatawadha ile properly inavyotakikana. Baada ya hapo, thumma masha ila salati almaktuba, akatembea kuenda katika swala ya faradhi, yani akatumia miguu yake, guu mosi, guu pili, guu tatu, aenda katika kuiswali ile swala ya faradhi. Mtume anasema fasallaha ma'an nas, akaiswali swala ya faradhi pamoja na watu msikitini, ghafara Allahu lahu dhunubahu, mtu huyo Mwenyezi Mungu atamfutia madhambi yake yote. Hii ndio namna ya 4 ya kuyatumia maguu yako. Tembea kwenda msikitini, usiswali nyumbani. Toka, tembea, nenda msikitini, swali msikitini. Leo tunaposoma baadhi ya aya za Qur'ani za tukumbusha namna gani masahaba wa Mtume walikuwa wanahamu kuishi karibu na msikiti. Yani walikuwa wanataka kuketi pale karibu na msikiti, wawe hapo, kukiadhiniwa washaingia,
kukikimiwa washaingia. Mtume alipojua kwamba hawa wanagura kutoka huko wanakuja hapa karibu ili wawe karibu na msikiti, Mtume aliwaambia bakieni kule kule, kila mnavyotembea mkaa moja msikitini, thawabu zenu zinakuwa nyingi kuliko mnapokuwa karibu. Hatua kidogo thawabu nazo pia haziwi nyingi kama vile mtu anayetoka mbali. Zisome zile aya katika suratu Yasin. Allahu tabaraka wa taala alipokuwa akizungumzia inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Mwenyezi Mungu asema inna nahnu nuhyil mauta, sisi ndio tutakaowahuisha wale wafu. Yani tukifa atakayeturegesha tena roho zetu ni Allah. Inna nahnu nuhyil mauta, la kwanza. Pili, wa naktubu ma qaddamu, sisi ndio tunaoandika walioyatanguliza. Yani kila ukifanyacho Mwenyezi Mungu chaandikwa, kila ufanyacho kwa Mwenyezi Mungu chaandikwa. Hilo la pili, wa naktubu ma qaddamu. La tatu, wa atharahum, tuandika athari zao. Nenda kapitie tafsiri za ulama walipokuwa wakielezea wa atharahum, tuandika athari zao, wamefikia kueleza kwamba moja ya maana za wa atharahum ni kuandikwa hatua zako unazotembea kwenda msikitini, hatua zako unazotembea kwenda katika mambo ya khairi, zaandikwa mbele ya Allah. Ndio kulikuwa na kabila moja wakati wa Mtume likiitwa Bani Salima, kabila zima. Hawa kidogo walikuwa wakiketi mbali na msikiti, wakakuta sisi bana, mbona tuko mbali, tukitaka kutembea hapa na kule, kwa nini tusingelikwenda pale karibu pale tukajenga majumba yetu hapo, halafu ikawa yani tuko hapo, yani mara moja tu ushaingia msikitini na nini. Mtume alipowaona ama alipojua kwamba wanataka kuja karibu, aliwaambia ya maashara Bani Salima, enyi kongamano la Bani Salima, kabila la Bani Salima, diyarakum, bakieni huko huko kwenye majumba yenu. Diyarakum, bakieni huko huko. Tuktabu atharukum, hatua zenu mnazotembea kuja msikitini zaandikwa. Mukija hapa karibu si mbaya, lakini hatua zenu zitakuwa kidogo. Ukitembea hatua ya kwanza ya pili ushaingia msikiti, hatua ya tatu ya nne ushaingia msikitini, thawabu zinakuwa kidogo. Lakini lao mungelikuwa mbali, ukitembea watembea hatua kadhaa, hatua 100 zote zaandikwa katika thawabu zako mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio wanazuoni wakaikumbuka ile hadithi ya pili inayothibitisha hilo, wakasema wa kullama zadatil masafat takatharatil hasanat, kila masafa yakizidi mema yanaongezeka. Neno hili walilisema kwa kuitegemea hadithi ya Mtume sahihi iliyopokewa na Imam Muslim. Mtume aliposema a'dhamun nasi ajran fi salah ab'aduhum ilaiha mamsha, mtu mwenye malipo makubwa zaidi katika swala. Sote tukienda kuswali twalipwa, lakini anayelipwa malipo makubwa zaidi ni nani? A'dhamun nasi ajra, mtu mwenye malipo makubwa zaidi fi salati ab'aduhum ilaiha mamsha, ni yule ambaye mwendo wake watoka mbali zaidi. Kila ukitoka mbali thawabu zako nyingi zaidi, kila ukitoka karibu thawabu zako ni kulingana na karibu tu uliotoka. Ndio tukasema jambo la 4 au njia ya 4 ya kuitumia miguu yako katika mambo ambayo yataokoa moyo wako ni utembee uende msikitini. Ndugu zangu, tunapozungumzia jambo la kutembea kwenda msikitini, sharti tufahamu kwamba kuna baadhi ya watu wanaliona ni jambo la kawaida. Msikitini itakuwa kuadhiniwa, yuko nyumbani tu mwenyewe. Msikitini kwa kimiwa, yuko barazani tu mwenyewe, hana habari. Hii ni hatari kubwa sana. Mtume amefikia kusema kwa hawa watu mfano huo,
ambao yuaona naweza swalia tu nyumbani, naweza tuliza tu zangu maskani, hakuna shida, nitaswali baadaye. Mtume alifikia kuwazungumzia watu hawa akasema, laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtatab, nimeingiwa na hamu niamrishe kutafutwe kuni ziletwe, kisha wale waloleta niwaambie hebu washeni moto, kuni ziwashwe moto, kisha niondoke mimi na kigurupu cha watu wamebeba vile vikuni vya moto, tuanze kutembea nyumba moja baada ya pili. Twabisha gogo fulani yuko humu ndani, mke yuajibu yuko, muite. Akija mtume amuulize wafanya nini hapa msikitini kwa swaliwa? Manake mtume amesema nimeingiwa na hamu niamrishe kukusanywe kuni, kisha niamrishe ziwashwe moto, halafu niamrishe swala ikimiwe watu waanze kuswali, kisha mimi niwaambie watu fulani nyinyi twendeni kwanza kuna kazi tukafanye. Tumbishie kila mtu mlango, msikitini kwa swaliwa wafanya nini hapa? Wajua ilikuwa nimeona mtume asema tumpigie nyumba moto. Yani kila ambaye hatoki kutumia miguu yake kwenda msikitini kuswali, nyumba yake ichomwe. Ndio mafuhumu ya hadithi. Mtume asema nimeingiwa na hamu hilo. Hakusema kwa ndo zichomwe, hakusema kwamba wewe utoke ukachomea mwenzako. Ameingiwa na hamu, yani kuonesha jinsi gani jambo hili la watu kubakia majumbani la mkera mtume. Mbona hawa hawatembei kwenda msikitini? Mbona hawa hawatembei wakatumia miguu yao kwenda kumsujudia Allah? Ndio mtume asema nimeingiwa na hamu ningefanya hivyo. Angalia ile hatari. Kwa ajili hiyo ndugu zangu, jambo la 4 ni utumie miguu yako kutembea kuenda katika swala. Jambo la 5 ambalo waweza tumia miguu yako vizuri katika mambo ambayo yatauokoa moyo wako ni uhakikishe watembea kwenda kwa swalatul Jumu'ah. Hii swala ya Ijumaa usipuuze kabisa. Toka nyumbani, tembea uende msikitini, kaswali swalatul Jumu'ah. Wewe ni Muislamu. Utakubali vipi wewe Muislamu mwenye majina ya Kiislamu, mwenye wazazi wa Islam, aliyetoka katika koo za Kiislamu, utakuwaje wewe watu waswali msikitini swala ya Ijumaa, wewe hauko msikitini? Yaani waipata vipi amani katika nafsi? Nafsi yako yapata vipi amani wewe na ilhali watu wako Jumaa, wewe uko katika harakati zingine mwenyewe? Wakati Allah ametuambia idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Ukisikia umefika wakati wa Ijumaa kwa nadiwa, acha hata biashara acha, fas'au, tembea haraka ila dhikrillah, nenda msikitini. Ikiwa Mwenyezi Mungu katika Qur'an akwambia Ijumaa ikifika na kukaanza kunadiwa msikitini, tembea haraka nenda msikitini, funga biashara zako, wewe hauko kwenye biashara, hauko kwenye lolote. Hizo biashara zinazotakiwa kufungwa, wewe hata huna biashara kamwe. Uko tu mwenyewe, hutuba zaendelea, Waislamu wamevaa wamependeza, waenda misikitini, wewe mwenyewe hata habari hupati. Wewe utakuwa ni Muislamu wa aina gani? Sasa kule kutembea kwenda msikitini katika swalatul Jumu'ah, hii ni moja ya kutembea katika ya kutumia miguu yako katika mambo yanayokuokoa moyo wako. Nenda msikitini. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi amepokewa akisema, man ghassala yawmal jum'ati waghtasal, yoyote ambaye kwamba siku ya Ijumaa ataoga, atajinadhifisha, umuman yani kila kitu cha usafi siku ya Ijumaa atafanya, thumma bakkara wa betakar, akatoka mapema na akatulia mwenyewe kwa utulivu, wa masha walam yarkab, sikiza pamali, akatembea kwa maguu, hakupanda kipando. Yani ukiwa wenda swalatul Jumu'ah, mtumi ataja ukatembea kwa maguu, hukupanda gari, hukupanda pikipiki, hukupanda sijui nini, ulikwenda kwa maguu. Wa masha, alitembea kwa maguu hatua moja, wala yarkab, hakupanda kipando cha aina yoyote.
wadana min al-imam, na akajikurubisha pale karibu na imam, yani yule khatib anaitoa khutba, huyu mtu akamonyuka hapo karibu kwa utulivu. Tumesema wastamaa wa ansata walam yalghu, akasikiliza khutba, akapulika, hakufanya mambo ya upuuzi. Okay, mwenye haya yote atalipwa nini? Amejinadhifisha mwenyewe, alirauka, alikuwa na utulivu, alitembea kwa miguu, hakupanda kipando chochote. Alipofika msikitini aliketi karibu na imamu, akasikiliza kwa upole, akapulika, hakufanya mambo ya kiupuuzi yoyote. Mtu huyu malipo yake ni yapi? Mtume asema kana lahu bikulli khutwatin yakhtuha, atalipwa mtu huyo kwa kila hatua anayoipiga, min baitihi ila almasjidi, kutoka nyumbani kwake kwenda msikitini, atalipwa amalu sanati ajrin, amalu sanatin ajri siyamiha wa qiyamiha, atalipwa sawa na thawabu za mwaka mzima, malipo ya kusimama mwaka mzima na kufunga mwaka mzima. Angalia fadhila hizi. Malipo ya mwaka mzima utapewa wewe mtu mmoja. Tena malipo yenyewe sio mwaka mzima tu uliopita hivi hivi. Thawabu za mtu ambaye mwaka mzima alikuwa akifunga na akisimama usiku utapewa wewe, kwa sababu ya kule kutembea kwenda swalatul jumua, hukupanda kipando chochote hata kama unacho. Uliamua natembea naenda msikitini. Katika sunna za kwenda kuswali Ijumaa ni kwenda kutembea kwa maguu, uende mpaka msikitini kisha mengine yaendelee. Hivyo basi ndugu zangu, tuyatekelezeni haya, tuziokoe nafsi zetu. Tumalize mawili ya mwisho yaliyobakia, jambo la 6. Wanatuambia katika mambo ambayo utatembea kuuokoa moyo wako, tamshi fi ziyarati akhin laka fillah, tembea katika kumzuru ndugu yako kwa ajili ya Allah. Zuru watu, tembelea watu, usikae wewe hutembelei yoyote kana kwamba huna ndugu, huna jamaa wala marafiki, wewe uko tu hutembelei mtu mwenyewe. La, tembea katika kuwazuru ndugu zako Waislamu. Haya ni mambo ambayo ukiwa wayafanya kwenda kuzuru watu na watembea kwa maguu, yanakuongezea fadhila mbele ya Allah. Nenda ukaipitia ile hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume aliposema zara rajulun akhan lahu fi qarya, kuna mtu alikuwa yuenda kumzuru ndugu yake katika kijiji fulani. Wakati yuenda, yuko njiani, fa arsadallahu lahu malakan ala madrajatihi, Mwenyezi Mungu akamwekea malaika yule mtu njiani. Yeye mwenyewe ametoka enda kumtembelea ndugu yake, kumbe njiani Mwenyezi Mungu amemwekea malaika, lakini katika sura binadamu. Faqal, yule malaika yuko pale njiani, huyu mtu alipofika, malaika akamwambia yule mtu, aina turid, waenda wapi wewe? Na yule mtu hajui kwa yongeleshwa na malaika, hajua ni binadamu mwenzangu. Qal, yule mtu akajibu, akhan li fi hadhihi alqarya, naenda kwa ndugu yangu fulani katika hichi kijiji hapa mbele, bimaana naenda kumzuru, kumtembelea. Malaika akamwambia yule mtu, hal lahu alayka min ni'matin tarubbuha, je, huyo mtu unayekwenda kwake labda kuna mazuri uenda kufuata? Kwa sababu wako watu hutembelea wengine, lakini wakitembelea wana malengo yao. Wajua nikifika kule kuna mazuri fulani nitapata, nitanyoshewa mkono, nitapewa hichi. Sasa huyu malaika muuliza yule mtu, na wewe huko unakokwenda kuna mazuri uenda fuata? Yule mtu akajibu, la, siendi kufuata lolote ati nitapewa nini, illa anni uhibbuhu fillah, kilichoko ni kwamba mimi nampenda kwa ajili ya Allah. Yani hizi hatua nipijazo naenda kumtembelea kwa sababu nampenda kwa ajili ya Allah. Sasa malaika alipopewa jibu hili kwamba mimi kutembea kwangu naenda kumtembelea kwa sababu yanampenda kwa ajili ya Allah, hii ni ile ziara inayotakikana kumtembelea ndugu yako, sio kwa malengo mengine.
umemtembelea kwa sababu wampenda lillahi ta'ala. Malaika akamwambia yule mtu, fa inni rasulullah ilaika, basi tambua mimi ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu kwako, mimi nimetumwa. Umetumwa nini? Anna Allah ahabbaka kama ahbabtahu, Mwenyezi Mungu akujuza kwamba na yeye akupenda kama ulivyompenda yule kule. Wewe si ulikuwa wenda kwa sababu wampenda kwa ajili ya Allah, si mapenzi mengine, wampenda kwa ajili ya Allah, si ndio hivyo? Hauendi kufuata chochote, huendi chukua chochote, waenda mkajuliane hali, wampenda kwa ajili ya Allah. Basi kama ulivyompenda kwa ajili ya Allah, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kujulisha kwamba yuakupenda wewe kama ulivyompenda yule. Tembelea ndugu, tembelea jamaa na marafiki. Shughuli ni nyingi zilizokubana, lakini fursa ikipatikana, katembelee mjomba, katembelee shangazi, katembelee rafiki, katembelee ndugu, katembelee jirani, ili uweze kupata kupendwa na Allahu Tabaraka wa Taala, kama huyu alivyojulishwa kuwa Mwenyezi Mungu na yeye yampenda kama alivyompenda yule anayekwenda kumtembelea kwa ajili ya Allah. Jambo la mwisho la 7 ambalo litakuokoa ukitumia miguu yako, moyo wako utasalimika, moyo wako utaokoka, ni jambo linaloitwa tamshi fi da'wati al-khalqi wa hidayati an-nas. Tembea katika miito au mialiko ya watu, au tembea katika kuongoza watu. Ukialikwa mahali, nenda. Ukiitwa katika jambo, nenda. Au tembea katika kuongoza watu. Kuna mahali watakaniwa ukafanya jambo la kuongoza watu, nenda. Kuna mahali umepewa muito, njoo uje uzungumze, utoe nasaha, nenda. Kule kutembea kwako waenda katika kuitikia mialiko ya watu. Umealikwa harusi, umealikwa jambo la sherehe, umealikwa jambo zuri la khairi, kuhitimisha Qur'ani, umealikwa kwenye hudhuria. Kule kutembea kwako waenda lile jambo, hakikisha hatua hizo za uokoa moyo wako mbele ya Allahu Tabaraka wa Taala. Au ukawa watembea lakini kwenda kuongoza watu. Sasa nimetoka kwangu naenda mahali kwa sababu kuna kadhaa, kuna jambo fulani la kuongoza watu, mkusomesha, ni kutoa nasaha, ni kutoa maelekezo, ni kurekebisha, ni kusikiza kesi, ni kutatua ugomvi. Hizi zote kutembea kwake kutaokoa moyo wako mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu katika Qur'ani alipotaja yule bwana katika suratu Yasin, wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'u al-mursalin. Ukizingatia neno la yas'a, utatambua kwamba na wewe wafaa utembee haraka kwenda katika mambo ya khair. Aya inasema wajaa min aqsal madinati, alikuja kutoka katika mbali ya mji huko, rajulun yas'a, mtu tena yuaja haraka. Mtu huyu ni mtu ambaye kwamba alikuwa ameona mitumi wa Allah. Wadrib lahum mathalan ashab alqaryati idh jaaha almursalun. Walipelekwa mitumi watu wa kijiji fulani, wenyewe baadhi ya wanazuoni wakisema ni Antakia ama Antakia. Walipelekwa mitumi, walipopelekwa mitumi wakawakataa. Mwenyezi Mungu asema idh arsalna ilayhim ithnain fakadhabuhuma, tuliwapelekea mitumi 2 wakawapinga, wakawaambia hatutaki habari zenu sisi. Allah anasema fa'azzazna bithalithin, tukatilia nguvu kwa mtumi wa 3. Mitumi wa 3 kwa pamoja wakawaambia wale watu, inna ilaykum mursalun, jamaa sisi tumetumwa kwenu tuje tuwaongoze. Watu wakawaambia angalieni, hatutaki habari hizo sisi. Wale mitumi wa 3 wakawa wamekazana kuwapatia nasaha. Wanaopewa nasaha wawaambia wale mitumi, hatutaki nasaha zenu. Wale wenye kupewa nasaha, watu wa kijiji, walipoona hawa mitumi mbona watuelewi tukiwaambia hatutaki, walianza kuwatisha. Wakawaambia
la illam tantahu, musipokoma jamaa. Si tuambia tutaki na saa zenu hapa, pelekeni huko. Musipokoma la narjumannakum, tutawapiga mawe, tuwapige mawe. Wala yamassannakum minna adhabun alim, tutawaadhibu jamaa nyinyi, hatutaki sisi. Wale mitumi kabado wamekazana, qalu ta'irukum maakum. Bana, kwa nini hamtaki nyinyi? Tueleweni. Walipoanza kuwafuata wale mitumi kwa ajili ya wapate kuwaletea shari, sasa kuna mtu yuko mbali akatambua kule kuna watu wahitajiwa kwenda kuongozwa, kuna watu watakaniwa kwenda kuelezwa kule waelewe. Huyu mtu ndio Qur'ani ikamtaja, wajaa min aqsal madinati rajulun, kuna mtu akaja kutoka mbali, yasaa, yaja haraka. Yaja kufanya nini hiyo haraka? Kuongoza watu. Aliwaongoza vipi? Aliwaambia ya qaumi ittabi'u al-mursalin, jamaa wafuateni hao, wafuateni mitume. Mimi mwenyewe mnayeniona hapa tayari nishafuata hawa. Wama li la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Wale watu wakaona bana, kumbe huyu pia katika hawa, wakaleta shari zao kwa yule pamoja na kwa mitume wa Mwenyezi Mungu. Sasa tunapopata sisi ni wapi? Ni kwamba huyu mtu alipata manzila kubwa, daraja kubwa mbele ya Allah, kwa sababu alipoona kwamba pale pahitajika mimi nitumie miguu yangu niende kwa ajili ya kuongoza watu, alienda. Ingawaje alipokwenda yalomfika si mazuri, lakini mbele ya Allah alipata mazuri. Na wewe na mimi tutakikaniwa tutumie miguu yetu, aidha kuhudhuria miito tulioitwa, alishi tulizopewa, au kuhudhuria sehemu ambazo tuwaongoza watu, au tuenda kuongoka sisi. Ezekana mimi pale ninapokwenda siendi kuongoza mtu, mimi mwenyewe pengine sina huo ujuzi, lakini nikifika nitasikia ya kuniongoza mimi. Tembea, nenda mahali hapo. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi akatwambia, man ghabarrat qadamahu fi sabilillah, yoyote ambaye miguu yake miwili itaingia vumbi kwa ajili ya jambo la Allah, lolote lile, ukatumia miguu yako, miguu ikaingia vumbi, jambo lolote, fi sabilillahi, katika njia ya Allah, ukoambiwa katika jihadi ndo labda useme ni miguu imeingia vumbi kwenda katika jihadi. Mtume amesema fi sabilillahi, miguu yako imeingia vumbi katika jambo la Allah, liwe liwalo. Ikiwa imeingia vumbi kutumikia wazazi wawili, imeingia vumbi katika kuongoza watu, imeingia vumbi katika kutekeleza sunna ya kuitika mwaliko uliopewa, muhimu ni jambo la sabilillah, miguu yako ikaingia vumbi katika jambo kama hilo, Mtume asema haramahu Allahu ala nar, Mwenyezi Mungu atamharamishia mtu huyo kuingia motoni. Kwa ajili hiyo, ndugu zangu watukufu wa Islamu, katika kipindi chetu cha leo cha pili cha milango ya moyo, tulikuwa tuko katika kuizungumzia miguu miwili. Miguu miwili ni moja ya milango ya moyo ambayo yamdhuru Muislamu akitumia vibaya. Mimi na wewe tunachotakaniwa ni miguu yetu iwe sababu ya nyoyo zetu kuokoka na kufaulu, isiwe sababu ya nyoyo zetu kudhurika na kufeli. Na moja ya namna ambazo zitakuokoa ni hizi 7 ambazo tumezielezea hapa. Inawezekana iko ya 8, inawezekana iko ya 9 na zaidi, lakini hizi ndio zile kubwa zaidi, zile ambazo ukizitumia basi itakuwa waitumia miguu yako katika mambo yanayomridhisha Allah, katika kuokoa moyo wako. Insha Allah taala, mpaka hapa tutakoma. Tukutane katika kipindi chetu cha 3 cha milango ya moyo. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.